ukiangalia viongozi ambao sera zao zimekuwa ni za kujilimbikizia mali, ni sera za kuweza kuandaa mazingira ya kurithisha watoto wao. Huyu kijana anachofanya ni kuwaukua viongozi wale kwa tuliwapa nafasi lakini mmeshindwa kufanya, acha tuingie sisi, kwa sababu huyu ni kijana ambaye amebeba mwamvuli wetu sisi vijana. Yes, mwana Afro Media, karibu katika hii hapa habari ambayo ina trend kupitia mitandao ya kijamii, na kubwa zaidi inamhusu Ibrahim Traore ambaye kama wote tunavyofahamu rais wa Burkina Faso, na hivi karibuni ameweza kutrend kupitia mitandao ya kijamii kutokana na uamuzi wake wa kukataa kuongezwa mshahara, huku akibaki na msimamo kwamba yeye atapokea mshahara ule ule ambao alikuwa akipokea kama kapteni wa jeshi. Pia ikumbukwe hivi karibuni pia Rais Traore aliweza kukataa msaada kutoka Uarabuni ambao waliahidi kumjengea misikiti kadhaa nchini humo, ambapo yeye kama yeye aliamua ama aliomba kwamba kama wana lengo la kuisaidia Burkina Faso basi waweze kumjengea viwanda mbalimbali ambavyo vitatoa ajira kwa wananchi wake. Rais Traore ameonekana ni rais mwenye mvuto zaidi barani Afrika, lakini pia ni rais mwenye umri mdogo, na tukumbuke awali rais huyu aliweza kuchukua madaraka baada ya kufanya mapinduzi ya kijeshi mnamo Septemba 2022 nchini Burkina Faso, na kwa sasa ndiye rais mwenye umri mdogo zaidi Afrika, na ni rais ambaye anapendwa na vijana wengi sana kutokana na misimamo yake, lakini pia malengo yake ya kuiongoza Burkina Faso. Pia ameonekana akichukiwa na baadhi ya mataifa ya magharibi ambao pengine yeye anawachukulia kama ni watu ambao wana lengo la kuendeleza ukoloni maomboleo nchini humo Burkina Faso. Sasa leo tuko na mchambuzi wa masuala ya kimataifa bwana Ismail hapa. Tutaungana naye moja kwa moja tuweze kuzungumzia kuhusiana na historia yake fupi ya Ibrahim Traore ambaye kwa sasa amekuwa mshirika mkubwa wa nchi ya Urusi huku akiungwa mkono na Putin. Tuko na Ismail online. Karibu ndugu Ismail. Asante sana bwana. Naam. Bwana, kupitia mitandao ya kijamii sasa hivi story kubwa inayotamba kuhusiana na Rais Traore, msimamo wake kuhusiana na kuomba ama kukataa lile ombi la kuongezwa mshahara. Wewe kama mchambuzi hili umelionaje hili? Kwa mtazamo wangu mimi ninaona ni jambo la kipekee. Ndio. Lakini vile vile licha ya kuwa jambo la kipekee ninaliweka katika kundi la jambo la kizalendo. Ndio. Imekuwa ni viongozi wachache sana ambao wanaweza kukataa ongezeko la mshahara katika mifuko yao. Naam. Ili ibakie katika mfumo rasmi wa serikali kwa lengo la kuwasaidia raia. Ndio. Ni jambo la kupongezwa na ni jambo la kuigwa pia na viongozi wengine kama jambo hili ni rasmi. Ndio. Viongozi wengine wengi wa Kiafrika ambao mara nyingi wamekuwa na sifa kujilimbikizia mali, sifa ya kujiangalia wao na familia zao, wanatakiwa kuiga jambo hili kama ni rasmi, kwa sababu linaonesha kwamba tunachukua nafasi za uongozi kwa lengo la kuwatumikia watu, lakini si kwa lengo la kutumikia matumbo yetu na familia zetu. Ndio. Sasa naweza nikaliangalia katika mtazamo huo wa kizalendo. Naam. Sasa ukijaribu kupitia takriban siku kadhaa zimepita tangu tuone pia aweze kupewa ofa ya kujengewa misikiti nchini humo, lakini pia ofa hiyo ameikataa na kuahidi na kuomba kwamba kama itawezekana basi aweze kujengewa viwanda ili aweze kutoa ajira kwa wananchi wake. Hili nalo pia limekaaje kwa upande wa kisiasa hasa? Hili kisiasa bwana, naam, ninadhani ni kisiasa ni siasa za kizalendo. Ndio. Kwa maana unajua hizi nchi ambazo zinatupatia misaada, kutupatia misaada ili kuweza kuimarisha ushawishi wao kisiasa. Hasa ushawishi wao kisiasa unaweza ukaja kwa njia nyingi. Unaweza ukaja kwa njia za kidini, ndio, lakini vile vile unaweza ukaja kwa njia za kushika mikono viongozi wa kisiasa. Sasa kwa mfano nchi ambayo inasemekana ndio ambayo iliahidi kutoa msaada huo wa kujenga misikiti inaaminika kuwa ni Saudi Arabia. Ndio. Kwa hiyo ina maana kwa sababu nchi ile ni nchi ya Mali, ina ushawishi mkubwa sana wa Kiislamu. Ina raia wengi zaidi ya 80% ni Waislamu. Ndio. Uislamu umetapakaa sana. Kwa hiyo ina maana kwa kujenga misikiti raia wengi wangekuwa na mrengo wa kuelekea Saudi Arabia, na sasa hivi kuna ushindani sana Mashariki ya Kati, kwa maana Qatar inatumia nguvu nyingi sana za kidiplomasia hasa katika kutatua hii migogoro ya kimataifa. Imesimamia mgogoro wa Ukraine, baadaye ndio Saudi Arabia nayo anaingilia kati. Sasa hivi unafanyikia huko Saudi Arabia, lakini imesimamia kutatua mgogoro wa Yemen. Sasa hivi viongozi wa Kongo pia walikuwa kule. Kwa hiyo mara nyingi Qatar amekuwa
amejitahidi kusambaza ushawishi wake, Irani naye amejitahidi kusambaza ushawishi wake, Saudi Arabia naye anajitahidi kusambaza ushawishi wake. So kwa mantiki walivyoona kwamba wanataka kutoa msaada kuelekea kwenye misikiti, bado akafikiria yeye yupo kwa ajili ya upande mmoja wa dini, kwa sababu kuna raia wengine ambao si Waislamu. Ndio. Akaona sehemu ambayo anaweza akapokea msaada na msaada huo ukanufaisha watu wote walioko ndani ya nchi yake, ameona ni sehemu ya elimu, ni sehemu ya afya, na kuomba kama kweli msaada huo ni kwa ajili ya watu wote wa nchi yake, basi uelekezwe katika sehemu kuu mbili hizo za huduma za afya. Nadhani bado naona ni jambo la kizalendo lenye kuangalia maslahi ya raia zaidi kuliko maslahi ya kisiasa yenye kuweza kumbakisha yeye kwa muda mrefu, lakini vile vile yenye kuweza kuipa nchi mbadala kuweza kuwa na ushawishi zaidi katika taifa lake. So bado naona ni kiongozi mwenye mtazamo wa kizalendo kama ilivyokuwa kwa mtangulizi wake wa miaka ya 80 Thomas Sankara. Ndio. Naam. Labda tukiangazia umri wake na uzalendo kwa nchi yake, na pia namna ambavyo viongozi mbalimbali barani Afrika wanaweza kumchukulia, unaona ana mahusiano mazuri na baadhi ya viongozi hapa barani Afrika? Mahusiano na viongozi ni jambo la kibinafsi. Ni jambo la kibinafsi kwa maana ninaweza kuwa na mahusiano na kiongozi mwenzangu ambaye mambo mengi yanaendana. Ndio. Lakini pia tunaweza kuwa na mahusiano mazuri na kiongozi mwenzangu ambaye historia ya nchi zetu zinaendana. Ndio. Sasa kwa sasa kuna baadhi ya viongozi ambao wameweza kudumu kwa miaka mingi madarakani, na tawala zao zimekaaje inategemea na hawa wanaweza kawa na mahusiano mazuri na yeye au la. Kuna baadhi ya viongozi ambao sera zao zimekuwa ni za kujilimbikizia mali. Ni sera za kuweza kuandaa mazingira ya kurithisha watoto wao. Huyu kijana anachofanya ni kuwaugua viongozi wale kwa tuliwapa nafasi lakini mmeshindwa kufanya, acha tuingie sisi, kwa sababu huyu ni kijana ambaye amebeba mwamvuli wetu sisi vijana. Na ukiangalia hata hivi karibuni kulikuwa kuna mkutano unafanyika hapa kuhusu nishati wa Afrika. Ndio. Picha yake ilitrendi sana miongoni mwa vijana kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana ina maana ana ushawishi mkubwa sana kwa vijana. Sasa viongozi ambao wamekaa muda mrefu madarakani bila kufanya maendeleo ya maana kwa taifa yao, sidhani kama wanaweza kawa na mahusiano mazuri na yeye, kwa sababu ni kama anawaumbua, ni kama anawaonesha nini cha kufanya, ni kama anawaonesha kwamba mmeshindwa kufanya hivi, tumeumizwa sana, tumekuwa chini, sasa acha tufanye wenyewe. Sasa kwa taswira hii inaweza ikawatisha hata viongozi hao wengine, kwa maana ya vijana hawa ambao wako katika hizi nchi zingine wakiiga kwake wanaweza wakaleta hatari katika utawala wao, lakini sio hatari kwa nchi, kwa sababu yote kwa yote ni kwamba yeye anapigania uzalendo na kupigania maendeleo ya nchi yake. So kwenye swala la ushawishi na ushirikiano na viongozi wengine, naona kabisa kwanza la kibinafsi, lakini kwa sababu la kibinafsi litaamuliwa na matendo yale, je, anaweza yakarandana na kuendana na hawa viongozi wengine ambao tunatamani wawe na ushirikiano nao, inaweza kawa changamoto. Ndoto kubwa barani Afrika ni kuwa na umoja endelevu, na umoja ambao unaweza ukawa na mipango thabiti ya kuepukana na ukoloni maomboleo. Ndio kusema kwamba Ibrahim Traore ndio yule ambaye tulikuwa tunamsubiri wa kusema African Unite. Mimi naona ndio yule. Ninaona ndio yule kwa sababu ukiangalia yeye na majirani zake wa nchi tatu ambao walikuwa wameondolewa katika umoja wa kiuchumi wa nchi za magharibi mwa Afrika, kwa maana ECOWAS, walikuwa wametengwa. Kwanza wametengeneza umoja ambao unawaruhusu kwa sasa hivi raia wao kuweza kusafiri bila passport katika nchi zao. Ndio. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, anatengeneza mazingira ya kuondoa ukoloni mamboleo ambao umekuwepo, kwa sababu alipochukua madaraka kitu cha kwanza kukifanya ilikuwa ni kuwaondoa Wafaransa, majeshi ya Wafaransa ndani ya nchi yake, kwa sababu aliona hayana msingi nchi na majeshi yake na ina uwezo wa kujilinda yenyewe. Kwa hapana haja ya kuwepo kwa majeshi ya nchi ambayo tayari iliwahi kutufanyia udhalimu, kwa maana ya kutukolonize, kwa maana kututawala. Kuendelea kuwepo mpaka leo miaka 30, 40, 50 baada ya uhuru. Kwa hiyo yote inaonesha ni viashiria vizuri sana vya kusema tunakusudia kuwaondoa wakoloni mamboleo. Lakini vile vile hata hatua ambazo ameendelea kuzichukua ndani ya nchi yake ni hatua ambazo zinalenga kuimarisha uchumi wa ndani. Na kama kila nchi itaweza kufanya hivyo, basi itakuwa kuna uwezekano mkubwa sana wa kila nchi ya Afrika kujitegemea na kuondoa utegemezi nje ya Afrika. Na kama tutaweza kuondoa utegemezi nje ya Afrika, basi tunaweza tukafanya biashara miongoni mwetu wenyewe na kurahisisha muungano ambao tunauzungumzia, muungano ambao hata viongozi wetu wa kabla walikuwa wanautarajia. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere,
Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara. Inasikitisha namna gani wengi wao waliishia kwenye kupinduliwa, kama Thomas Sankara 1987, Kwame Nkrumah 1967, wote walipinduliwa. Lakini nani huyu Patrice Emery Lumumba alikaa muda mfupi sana madarakani, lakini maoni yake yalikuwa ni makubwa sana kiasi kwamba tutarajii kama Kongo ingekuwa inateseka mpaka leo. Huenda hata ni laana ya kummaliza kiongozi alikuwa na matarajio makubwa kwa nchi yake au Afrika kwa ujumla. Na kunaangalia Muammar Gaddafi ambaye alikuwa anachangia maendeleo au mfuko wa kuendesha umoja wa Afrika kwa almost 60%. Lakini baada ya kuanguka kwake, asilimia hizo 60 zimechukuliwa na nchi zilizoendelea, kwa maana ya Marekani, Wafaransa, Waingereza ndio wanatuchangia sisi Afrika. Je, tunaweza tukawa na maamuzi ya kuungana dhidi yao na wakati wao ndio wanatuchangia ili tuweze kuendesha maendeleo yetu? Ni kitu kigumu. So nadhani huyu kiongozi amekuwa na maono makubwa, na nadhani vile vile akipewa mstari wa mbele wa kumsikiliza, kwa sababu nchi zingine zinaamua kumgwaya, kumtenga, kumwepuka kwa sababu ya kuhofia kwamba mambo ambayo yanayofanya wao hawawezi kuyafanya. So ni kama aibu kwao. Lakini kama akipata nafasi ya kusikilizwa kwenye platforms hizi za viongozi wa Afrika, wakampa nafasi wamsikilize, anaweza kawa na maono ya kuweza kutupeleka mbali, kutuunganisha na kuboresha maendeleo mazuri, kwa sababu hata Umoja wa Ulaya inasemekana miaka ya 70 walituma watu wawakilishi waje Afrika, particularly ilikuwa ni East Africa, kujifunza. Ndio leo Umoja wa Ulaya umesimama, umekuwa na sarafu moja, kiongozi mmoja, bunge la Ulaya. Sisi Afrika ndo kwanza bado tunajikongoje. Minzi wao walijifunza kwetu, zeni wameimarika. Kwa hiyo kama sisi tukiweza kuendeleza maono ambao tuko nayo sisi wenyewe, tunaweza tukawa mbali, lakini kama tutaendelea kuyapuuza na kupingana wenyewe kwa wenyewe, basi itabakia kuwa changamoto. So I think ni mtu sahihi kuweza kuangalia maono yake na kuyafanyia kazi. Anaweza katuunganisha na kutufisha mbali. Sahihi kabisa. Nikirejelea awali ulivyotangulia kusema ama historia za viongozi mbalimbali ambao walionekana wakiwa na misimamo thabiti ya kutaka kuliunganisha bara la Afrika, lakini pia kukomboa mataifa yao, mwisho wake umeonekana sio mzuri sana. Na tukirejelea na hivi ambavyo Traore, kama tunavyofahamu, Septemba 2022 aliweza kufanya mapinduzi yale ya kijeshi na kuchukua nchi. Na mara nyingi tunasema utawala unaoingia kijeshi basi utaondolewa kijeshi. Hii kwako pia umeitazamaje kwa upinzani wake nchini humo Burkina Faso? Mimi binafsi kwanza ni muumini wa demokrasia. Ndio. Lakini vile vile ningetamani na ninatarajia atafuata demokrasia, na asipofuata demokrasia huenda atawakwaza wengi. Ndio. Atawakwaza wengi kwa sababu tunamuunga mkono. Mimi mwenyewe pia ninashawishika na yale anayoyafanya, lakini ningependa ayafanye katika ule mfumo ambao una involve majority kwenye decision making. Yeah. So uwepo wake ili usiwe kikwazo, nadhani baada ya muda inabidi atengeneze mazingira ya kufanyika kwa uchaguzi utakaompelekea awe madarakani kwa njia rasmi, njia inayokubalika na wengi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini vile vile kama ataingia katika njia ambayo inakubalika na wengi, itaondoa ile hatari ya kupinduliwa, kwa sababu hata viongozi wengi ambao kidogo waliondolewa madarakani, hapo kulikuwa kuna ushawishi mkubwa kutoka nje, lakini ulifanyika kupitia mfumo wa kusababisha mfumo wa kelele za demokrasia. Hakuna demokrasia, hakuna demokrasia. Licha kutokuwa na demokrasia, baadaye wameleta demokrasia yao imeambatana na machafuko makali. Ukiangalia Libya leo inateseka, ni sehemu ambayo inaongoza kwa human trafficking Africa. Kwa maana ya biashara ya watu. Watu wanauzwa kama watumwa. Lakini changamoto kubwa ni demokrasia hiyo ya kizungu. So mwisho wa siku nikiangalia mwisho wake, kama utakuwa mbaya ni kwa sababu ya kile ambacho tumekuwa tukikiimba, new vision ya ukoloni mamboleo. Unajaribu kubadilika kila kukicha. Unajaribu kubadilika kila kukicha. Lakini pili, na yeye mwenyewe ningependa aepukane na makosa waliyofanya watangulizi wake, kwa sababu hawakuwa malaika. Wakina Kwame Nkrumah, wakina nani, lakini yale mapungufu ya kuweza kuangalia zaidi misimamo mikali walionayo wangeepuka, ili waweze kufungua milango ya kusikiliza na wengine wanashauri nini katika swala la maendeleo. Ninakushukuru sana Bwana Ismail kwa uchambuzi wako huu, na tunaendelea kufuatilia kwa kina basi kwa lolote lile linalojiri kupitia viwanja vya kimataifa, siasa za kimataifa, basi tutaungana nawe. Hii hapa ni Afromedia. Karibu sana. Asante sana. Na mpenzi msikilizaji wa Afromedia, tulikuwa na ndugu Ismail hapa akijaribu kuchambua mawili matatu kuhusiana na yale yanayoendelea kimataifa nchini Burkina Faso. Hii hapa ni Afromedia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante sana.